Rais William Ruto ameongoza mazungumzo ya kuhusu ruwaza ya Kenya baada ya mwaka 2030. Rais akisema kuwa Kenya ina uwezo mkubwa wa kupanda hadhi yake na kujenga mazingira bora ya kizazi kijacho, akibaini kuwa kwa muda mrefu viongozi wameangazia utendakazi wao wakizingatia chaguzi zijazo ila sio kizazi kijacho na Kenya bora siku za usoni. Amepigia upato ruwaza ya mwaka 2030 yanayosema iliweza kufanikisha utendakazi bora tangu kuzinduliwa kwake na hata kuipa Kenya katiba iliyo bora zaidi. Rais William Ruto ameongoza mazungumzo ya ruwaza ya Kenya baada ya mwaka wa 2030 katika jumba la mikutano la KICC jijini Nairobi. Mjadala huu ukiwahimiza Wakenya, viongozi na washikadau katika sekta mbalimbali kushirikiana kwa pamoja kuweka mikakati itakayoipa Kenya misingi bora ya kujikuza hata siku za usoni bila ya kuangazia atakayekuwa mamlakani. If we do not have a coherent plan, then we drift. And therefore, it is important that we also agree on legislation that is going to guardrail Kenya into where we all want it to go. So that whoever is in office, whoever the president is, they cannot sabotage our collective progress, or they cannot interfere with where we want to go as a nation. It becomes the responsibility of every leader who has an opportunity to take us faster into the destination we agree as Kenyans. Rais akiweka bayana kuwa taifa la Kenya linajikokota kwa kiasi kikubwa kwa sababu viongozi wanafanya maamuzi ya utendakazi kwa wananchi wakizingatia chaguzi zijazo bali sio siku za usoni na kizazi kijacho. Kenya is bigger than any election. For far too long, we have made elections to look like it is a matter of life and death. It is not. Yes, it is important. And the reason why we have not achieved some of our targets is because we have made our plans not with the foresight of the future, not thinking about the next generation, but simply thinking about the next election. And that is how we haven't met some of our targets. Amefafanua kutokana na uzoefu wake na wadhifa alionao wa urais, wengi wanamshauri kupuuza mambo fulani ili kulinda azma yake mwaka ujao, akibaini kuwa uchaguzi utapita ila ni jambo la busara kutilia maanani Kenya bora baada ya uchaguzi. The pressure that always you have, even when you know as a leader this is the right thing to do, you are told always, this will affect your next election, don't do it. This will affect your next election, don't do it. Many are telling me, oh, you know, why don't you concentrate on the next election? Leave this thing, it can be done some other time. I'm telling them, the next election will come and go. Kenya must think beyond the next election. Kenya must think for the next generation. And I want to ask all of us here to think beyond any election cycle or any administration. We must think about the next generation. Aidha, amejivunia Kenya kuwa bora hasa baada ya kuzinduliwa kwa ruwaza ya mwaka wa 2030 iliyofanikisha utendakazi bora na kuipa katiba inayowalinda wananchi. Fredrick Kwambua, Undugu TV.